Mfumuko wa bei, yani cost push inflation, lazima utapatikana kutokana na ucheleweshaji wa shehena na mabadiliko ya njia za ndege rerouting. Hii inasababisha kupanda kwa gharama za uingizaji wa bidhaa, kwa sababu zile landed costs zinakuwa zimepanda, gharama za ndege kutua hapa na gharama zinakuwa zimepanda. Kwa hiyo itagusa bidhaa, kwa mfano zile za kielektroniki, mambo ya vipuri hivi, vifaa vya tiba, kwa sababu kutokana na hii airspace closure ama kufungwa. Kwa mfano ukichukua kama ndege ya Tanzania kama ingekuwa kwenda Ulaya, basi kwa hivi sasa ingelazimika kupitia Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi, wapitie kama Algeria au Morocco. Sasa hali hii kwa mfano wakipitia huko inaongeza masaa mawili au masaa manne ya safari. Kwa hiyo itakuwa fuel burn, matumizi ya mafuta yanakuwa makubwa, na gharama za bima sasa, war risks premiums, nazo zinaongezeka. Kwa hiyo ni kweli mfumuko wa bei, cost push inflation utaongezeka. Term kubwa tuseme perishables. Na perishables kuna horticulture, kuna na vitu vinaitwa time and temperature sensitive goods. Sasa perishables ndio vyakula, dawa na kadhalika. Horticulture hizo ndio ambazo ulizouliza katika swali lako, bidhaa za mimea, kwa mfano maua, mboga, minofu ya sato kama kutoka Mwanza hivyo. Alafu ya tatu time and temperature sensitive goods, kwa mfano bidhaa za dharura kama vile dawa, vaccines. Sasa ambapo ukiukaji mdogo tu wa temperature au ucheleweshaji mdogo tu katika transportation, transit time, linaharibu kitu kinaitwa shelf life, yani kinaharibu ule ubora wa bidhaa. Ni kweli hii sekta itaathirika, horticultural products au wasafirishaji wataathirika moja kwa moja, kwa sababu ile shelf life, ule ubora wa bidhaa hizi muda unavifanya vinaperish, ndio vinakuwa vinaitwa perishables, vinaharibika. Hivi horticultural wenyewe huwa vinaoza. Haya perishable wenyewe ukiwa muda vinaharibika. Utalii ndio tegemeo kuu la kupata dola. Kwa kuvurugika kwa mtandao wa mashirika makuu, hizi hub carriers, unapunguza idadi ya watalii na kunaathiri mzunguko wa fedha za kigeni nchini. Alafu sasa gharama hiyo moja. Kwa hiyo akiba za fedha za kigeni, yani akiba ya fedha za kigeni itaathirika. Lakini pili, gharama za logistics au capacity crunch inaitwa, kwa sababu ndege za kubeba mizigo kama hizo taji hizo Emirates, Qatar Airways, KLM, Ethiopian Airlines na ndege yetu ya Tanzania wanabeba inaitwa belly cargo, wanabeba katika mizigo katika holds. Sasa kufutwa kwa safari hizi kunapunguza nafasi ya mizigo sokoni moja kwa moja, na hii itasababisha kupandisha tozo za usafiri, yani freight surcharges pamoja na fuel surcharges. Uhimilivu, yani kimkakati, strategic inaitwa resilience. Hali inadhihirisha umuhimu wa Tanzania kupanua wigo wa ushirikiano na mashirika mbadala, kufanya route diversification na kuimarisha viwanja vyetu vya ndani